Galos. Mheshimiwa Spika, napenda kukushukuru kwa kuniona na kunipa fursa hii. Ingawa kwa mujibu wa kanuni za bunge hili hatuna kambi rasmi ya upinzani, lakini nina imani kwamba yale nitayoyasema yataungwa mkono na wabunge wenzangu wote kutoka upande wa walio wachache. La kwanza, napenda kusema kwamba mimi Ado Shaibu Ado ninasimama kuunga mkono hoja ya pendekezo nimesimama kuunga mkono hoja ya pendekezo la uteuzi wa Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ingawa ni vigumu sana kusema kwa uhakika sifa zote ambazo zitakuwa zimemsukuma Mheshimiwa Rais kutuletea jina la Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, lakini ipo sifa moja ambayo mimi nina uhakika nayo na itakuwa ni sehemu ya sifa zilizomsukuma Mheshimiwa Rais. Ni ukweli kwamba Mheshimiwa Mwigulu Nchemba ni mtu mchapakazi. Kwa hiyo kwetu sisi tulio wachache tunapenda kusema bayana kwamba tunakuunga mkono kama ishara ya kukukopesha imani, tukiwa na uhakika kwamba utachapa kazi. Na maeneo ya matarajio yetu ni mengi sana, lakini hatuna muda hapa. La kwanza, tuna imani kwamba Mheshimiwa Mwigulu Nchemba utasimamia vizuri serikali katika usimamizi wa rasilimali za taifa katika kuwaletea wananchi maendeleo. La pili, tuna imani kwamba utasimamia maboresho ya demokrasia nchini Tanzania na kuipatia Tanzania katiba mpya, hasa ikizingatiwa ukweli kwamba tasnia ya siasa na vyama vya siasa kwa ujumla wake vipo chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Na la tatu, ni imani yetu kwamba utaongoza mapambano ya kushughulikia changamoto za kiuchumi na za kijamii zinazowakabili wa Tanzania. Hautokuwa waziri mkuu wa ofisini muda wote, utakuwa waziri mkuu wa field kama ilivyokuwa desturi yako tulivyokuzoea. Wenzangu kutoka upande wa walio wachache wameniomba niwasilishe ombi, ingawa limesemwa katika sifa zako kwamba milango yako iwe wazi, utupokee wakati wote, kwa sababu katika bunge hili sisi sote tumekula kiapo kimoja cha kuwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kwa pamoja tusaidie jitihada za kuwaletea wananchi wetu maendeleo. Na la mwisho, kwa wanakandanda, ndugu Nchemba ni mwana Yanga mwenzangu. Lakini ni imani yangu kwamba pendekezo la uteuzi huu litakuwa linaleta faraja sio kwa wanayanga peke yao, bali kwa wanasimba na kwa Watanzania kwa ujumla. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Tawida, jiandae Mheshimiwa Simba Chawene. Asante Mheshimiwa Spika. Nichukue fursa hii kuunga mkono pendekezo la Mheshimiwa Rais kutuletea waziri mkuu mahali hapa. Mheshimiwa Spika, ni shukuru kwa maono yanayoendelea kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwenyezi Mungu anaendelea kuweka nguvu na maono makubwa ndani yake
ya kuweza kuliendesha taifa hili ili liweze kusonga mbele. Maono yake juu ya kiongozi mwenzetu ambaye kenda kupata nafasi ya kuteuliwa kuwa waziri mkuu. Tunashukuru sisi kama wabunge, amekuwa kwetu si waziri tu, bali amekuwa kaka pia. Waheshimiwa wabunge waliotangulia kusimama waliweza kusema mengi juu yake. Wamesema ni mtu ambaye anafikika, lakini kwa wale wabunge wenzetu ambao mmeingia, sio kufikika tu. Yeye amekuwa kaka, amekuwa ni mwepesi kwa kila mbunge aliyekuwemo humu ndani. Mheshimiwa Spika, ana sifa nyingi ambazo zimeweza kuelezewa, lakini kwetu sisi kwa umri wetu, lile la kuona tunapata heshima ya kipekee pale tunapomfikia kuweza kutatua matatizo yetu. Tumpongeze kwa mambo makubwa aliyofanya ya kitaifa, lakini tumeona namna mfumo wa bajeti ulivyokuwa ukienda ndani ya taifa letu, pale tunapompa mawazo yetu kuangalia wanyonge, kwenda kugusa matatizo ya watu wanyonge, alikuwa mwepesi kuweza kuyatatua. Imani yetu bado kwake ni kubwa. Tunaamini kwamba bado tuko na yeye na bado mwelekeo wake utaendelea kuwa kama alivyo na hatuweza kubadilika. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa tumeambiwa tuseme na wengi tumeshasema maneno mengi, tunampongeza, lakini pia tunaunga mkono kwa mambo ambayo ameweza kuyafanya ndani ya taifa hili. Waliopata nafasi wameweza kuelezea tangu ndani ya chama chetu cha Chama cha Mapinduzi ameweza kufanya mambo makubwa, lakini ndani ya wizara kwa muda wa vipindi 4 nilivyoweza kukaa ndani ya bunge, ameweza kutumika, ameweza kufanya kazi vizuri kwa unyenyekevu, kwa kujishusha, lakini isitoshe ameweza kufanya kazi hata kwa mbunge mmoja mmoja pale tunapokuwa na shida ndani ya majimbo yetu. Mheshimiwa Spika, kwa nafasi hii ambayo nimeipata kwa niaba ya wenzangu, tuendelee kumpongeza hususan rais wetu kwa maono ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yake. Lakini tumpongeze na kumtakia kila laheri katika safari yake hii ambayo anaendelea nayo. Asante sana kwa hayo machache. Asante. Mheshimiwa Simbachawene. Mheshimiwa Spika, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa ushindi mkubwa aliopata katika uchaguzi wa mwaka 2025. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kutuletea Waziri Mkuu mteule ndugu Lameck Mwigulu Nchemba, ambaye azimio limesomwa hapa na mwanasheria mkuu wa serikali ili sisi waheshimiwa wabunge tuweze kumthibitisha. Ninasimama hapa kuwathibitishia waheshimiwa wabunge wenzangu na kuwaomba kwamba kwa kweli hatuna sababu ya kutokumthibitisha Mwigulu Nchemba kwa kura zetu zote. Sifa zake zimeelezwa na mwanasheria mkuu wa serikali, lakini pia zimesemwa na wasemaji waliotangulia. Hakuna shaka juu ya usomi na ubobezi alionao ndugu Mwigulu Nchemba. Hakuna shaka juu ya uzoefu wa uongozi alionao Mwigulu Nchemba kuanzia kwenye chama na katika serikali, na kwamba ameshika wizara mbalimbali ikiwemo wizara ya fedha na uchumi na baadaye wizara ya fedha. Ndugu Mwigulu ameshiriki katika uongozi wa wizara ya fedha katika mazingira magumu na tata tukitoa kwenye COVID. Lakini tulikuwa na miradi ya kimkakati mikubwa ambayo hakuna hata mmoja uliosimama, yote imeendelea kutekelezwa kwa sababu alishiriki katika kutafuta fedha akimsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka niseme, Mheshimiwa Spika, Mwigulu ni waziri mkuu wa kipindi hiki ambaye anastahili na mwenye sifa zote. Bunge hili Mheshimiwa Spika, asilimia 90 kama sikosei ni watu wenye umri chini ya miaka 50. Mwigulu Nchemba kwa uzoefu alionao wa ukamu bungeni na uzoefu wa kiuongozi
atatuunganisha vizuri sisi wazee na vijana waliokuja. Maana moja kati ya majukumu yake ni kusimamia shughuli za serikali humu bungeni. Lakini nimalizie kusema sifa chache ninazozifahamu za ndugu yangu Waziri Mkuu mteule ndugu Lameck Mwigulu Nchemba. Unachokiona usoni kwa Mwigulu Nchemba ndicho kilichoko moyoni mwake. Mtu yeyote akienda kwa Mwigulu anahisi kama ameenda kumwona mtu wa chini sana. Ni mtu wa kujishusha, ni mtu ambaye hajikwezi. Lakini moja kati ya sifa nyingine kubwa ambayo naamini imemsukuma sana Mheshimiwa Rais ni uhodari wa kazi. Tuko hapa bungeni muda mrefu, si wengine tumewaona mawaziri wa fedha mbalimbali. Mwigulu Nchemba atashuka airport kwenye ndege, atakuja moja kwa moja bungeni hapa. Sio kitu chepesi. Atatoka nje ya nchi, ataingia Dar es Salaam, atakuja Dodoma, atakuja bungeni hapa. Hata kwa dakika 15 yuko tayari kuja bungeni hapa kwa sababu anajua bunge ndio chombo kinachowakilisha wananchi. Nataka niseme Mheshimiwa Spika kwamba mimi niwaombe sana wenzangu waheshimiwa wabunge, ili tumjengee heshima waziri mkuu wetu anayekuja, lazima tumpe kura zote za ndio. Ili tujenge heshima kwa mamlaka iliyomteua, lazima tumpe kura zote za ndio. Mheshimiwa Spika, naunga mkono azimio la kupendekeza waziri mkuu. Profesa Mbarawa. Mheshimiwa Spika, kwanza ninapenda kushukuru sana na mimi kunipa fursa hii kuongea machache kuhusu hoja iliyoko mbele yetu. Mheshimiwa Spika, ninaomba sana kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ushindi mkubwa na ushindi wa kishindo. Mheshimiwa Spika, pia napenda kuchukua nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Mchimbi kwa heshima kubwa aliyopata kuwa makamu wa rais wa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, na mimi napenda nichangie hoja iliyoko mbele yetu. Mheshimiwa Spika, mimi mwenyewe ninamfahamu sana Dr. Mwigulu. Nina bahati sana kufanya kazi na mheshimiwa waziri wa fedha kama wanne katika maisha yangu au katika utumishi wangu wa wizara. Lakini Mheshimiwa Mwigulu ni mheshimiwa wa kipekee. Na Mheshimiwa Mwigulu, mimi mwenyewe nimemwambia Mheshimiwa Mwigulu zaidi ya mara mbili kwamba Mheshimiwa Mwigulu, wewe ni waziri wa fedha wa kipekee tofauti na mawaziri wa fedha wengine. Mheshimiwa Mwigulu huyu anafanya maamuzi. Whether kama ni jambo kubwa, Mheshimiwa Mwigulu anafanya maamuzi. Baadhi ya watu wanachukua muda mrefu kufanya maamuzi, lakini Mheshimiwa Mwigulu anafanya maamuzi. Na leo hii waheshimiwa wabunge, tunaona miradi mingi mikubwa ya kimkakati inaendelea nchi hii kwa sababu ya usaidizi mkubwa wa Mheshimiwa Mwigulu kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwigulu anafanya kazi kubwa. Tumefanya kazi kubwa sana na Mheshimiwa Mwigulu katika kipindi chote. Amekuwa ana maono makubwa, amekuwa mtafutaji mkubwa kumsaidia Mheshimiwa Rais kutafuta fedha, na amekuwa msimamizi mkubwa kwenye miradi mikubwa ya kimaendeleo. Jambo jingine ambao waheshimiwa hamumjui, Mheshimiwa Mwigulu ni mtu mkweli. Ni mtu mkweli na anasimamia haki. Mheshimiwa Mwigulu hapendi kumuonea mtu. Tumekuwa na incidents nyingi ambazo Mheshimiwa Mwigulu amesimama kidete kuwatetea watu wengine. Mheshimiwa Mwigulu, nakupongeza sana kwa uteuzi huu. Mheshimiwa Mwigulu anapenda haki. Na Mungu amemjalia leo amekuwa waziri mkuu mteule. Tunaamini ataendelea kufanya kama alivyofanya huko zamani. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kumletea Mheshimiwa Mwigulu Nchemba hapa mbele yetu. Huyu ni waziri mkuu ambaye atatuvusha katika kipindi hichi kwa sababu ana uwezo mkubwa, ana maoni makubwa na anapenda kutenda haki. Mheshimiwa Spika, na mimi nakushukuru sana na naomba sana waheshimiwa wabunge kwa pamoja tuunge mkono azimio lililoko mbele yetu, tuweze kutenda haki kwa Mheshimiwa Rais na Watanzania kwa ujumla. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii. Asante sana. Mheshimiwa, nawashukuru sana wabunge
wazoefu walikaa kipindi kirefu, ndio taratibu za kanuni zetu. Sasa naomba katibu tuandae quorum, tujue wajumbe wako wangapi ili tuwe na hesabu kamili.